Inapotokea papa anakufa au kujiuzulu, uongozi wa kanisa Katoliki hupita kwenye chuo cha makardinali. Makardinali ni maaskofu na maafisa wa Vatican kutoka kote ulimwenguni waliochaguliwa kibinafsi na papa, wanatambulika kwa mavazi yao mekundu. Kufuatia nafasi ya upapa, makardinali wanafanya mfululizo wa mikutano katika Vatican inayoitwa makutano ya jumla. Wanajadili mahitaji na changamoto zinazolikabili kanisa Katoliki duniani. Pia watajiandaa kwa uchaguzi ujao wa papa unaoitwa conclave. Maamuzi ambayo ni papa pekee anaweza kuyafanya, kama vile kumteua askofu au kuitisha sinodi ya maaskofu, lazima isubiri hadi baada ya uchaguzi. Hapo awali, siku 15 hadi 20 baada ya nafasi ya upapa, makardinali walikusanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa ajili ya misa kuomba mwongozo wa Roho Mtakatifu katika kumchagua papa mpya. Makardinali walio chini ya umri wa miaka 80 pekee ndio wanaostahili kupiga kura katika mkutano mkuu wa kumchagua papa. Makardinali watapiga kura ya siri, wakisali na kudondosha kura iliyokunjwa mara mbili kwenye kikombe kikubwa. Duru 4 za upigaji kura hupigwa kila siku hadi mgombea apate thuluthi mbili ya kura. Matokeo ya kila kura huhesabiwa kwa sauti na kurekodiwa na makardinali watatu walioteuliwa kwa ajili ya kurekodi. Ikitokea kardinali anapopata kura zinazohitajika kwa thuluthi mbili, mkuu wa chuo cha makardinali anamuuliza kama anakubali kuchaguliwa kwake. Akikubali, atachagua jina la papa na atavaa mavazi ya kipapa kabla ya kupelekwa kwenye balkoni ya basilika la Mtakatifu Petro. Kura za duru ya mwisho huchomwa kwenye kemikali na zinatoa moshi mweupe kuashiria kwa ulimwengu kuchaguliwa kwa papa mpya. Baada ya kuchaguliwa kwa papa, shemasi mwandamizi ambaye kwa sasa ni kardinali Mfaransa Dominique Montberti, mkuu wa baraza kuu la mitume Signature, anatangaza kutoka kwenye balkoni ya Mtakatifu Petro akisema habemus papam, akimaanisha tunaye papa. Baada ya hapo, papa mpya hujitokeza na kutoa baraka zake kwa jiji la Roma na ulimwengu mzima.